Wakenya 6 akiwemo mwanasiasa wa upinzani Martha Karua, jaji mkuu wa zamani Willy Mutunga wameshtaki serikali ya Tanzania katika mahakama ya haki ya Afrika Mashariki AEAC kwa kuwashikilia kinyume cha sheria na kuwarejesha nchini mwao. Wote walikuwa ni miongoni mwa watu 8 waliosafiri Dar es Salaam tarehe 18 Mei na 19 kufuatilia kesi ya uhaini dhidi ya kiongozi wa upinzani na mkosoaji wa serikali Tundu Lissu. Mwenzangu Sylvia Mwehozi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisheria Dastan Omar kutoka Nairobi. Kwanza amemuuliza kesi hiyo ina uzito gani? Mambo yaliyotendeka kule Tanzania, ule mwanasiasa wa upinzani aliyeshikwa na kunyimwa dhamana na kudhalilishwa, ilikuwa ni kinyume cha demokrasia ambayo inatakikana kuwemo ulimwenguni. Wakenya ambao ni wanasheria maarufu walienda pale wakanyimwa, isipokuwa Maraga, wengine wote walinyimwa kibali cha kuingia Tanzania. Ile ni kinyume na mikubaliano na mikataba ya East African Community. Kesi nzito zaidi, sababu ile mahakama ya East African Court of Justice huenda ikawaadhibu serikali ya Tanzania na huenda ikamsurutisha yule ambaye ni rais wa Tanzania na akaonekana katika jicho mbaya katika ulimwengu wa demokrasia za bara la Afrika. Miongoni mwa madai ya walalamikaji ni kwamba walitimiza masharti yote ya kusafiri. Tunafahamu itifaki ya Afrika Mashariki inataja uhuru wa kusafiri kwa raia wanachama wa jumuiya, lakini kuna ukomo wa uhuru huo. Kuna ukomo. Ule uhuru sio absolute. Ule ukomo unaweza kuwa kama wewe wasafiri kwenda kuvuruga amani ya nchi fulani. Umejiami na silaha. Umekwenda pale kujaribu kupindua serikali ya nchi ile fulani. Lakini wale wa Kenya waliozuiliwa, ukomo haumo kwao. Wale ni mawakili waliotaka kwenda mahakamani. Mahakama zote za bara la Afrika, za Jumuiya ya Afrika, ni mahakama ambazo mtu yeyote ana uhuru wa kuingia na kusikiza, zile zinazoitwa open court. Kwa hivyo uwe ni Mtanzania, uwe ni Mjerumani, mahakamani hauulizi wewe ni nani kuingia. Tanzania ina uhuru wa kusema huwezi wakilisha mtu, lakini hawana uhuru wa kusema huwezi ingia mahakama na kusikiza ile kesi. Kwa hivyo ndio maana anasema kwamba ile kesi ina uzito mkubwa sana. Unadhani uamuzi wa kesi hiyo unaweza kuwa na athari zozote katika utangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki? Kesi yenyewe imeleta mtafaruku, sababu wabunge wa Kenya katika bunge la Kenya, wabunge katika Tanganyika, Tanzania, wamezungumza masuala mazito. Wa Kenya na wa Tanzania wamejibizana. Ule uhusiano utazidi kudorora hivi kwamba karibu 70% ya vitu ambavyo ni vyombo vya kutumia majumbani na industrial production zinatoka Kenya kwenda pale. Kuna Wakenya wengi sana wanaofanya kazi kule Tanzania. Kuna Watanzania wengi wanakuja kufanya biashara huku Kenya. Kwa hivyo haya mambo yasipoangaliwa vizuri, huenda yakaleta hali ambayo ni tata kwa uhusiano wa Kenya na Tanzania. Ni mchambuzi wa masuala ya kisheria Dastan Omar kutoka Nairobi, Kenya, alipozungumza na mwenzangu Sylvia Mwehozi.